Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi baad. Baada ya kuwa tumezungumza mengi katika kipindi chetu hiki maisha na vijana, leo tutaangalia kipengele kingine, nacho ni kuishi kwa wema. Ndoa ilishapita, sherehe zimefanywa, tukaona pale katika maisha kwamba mapenzi hupungua, hubaki thamani ya ndoa, na tukaona baadhi ya vitu ambavyo vinajenga thamani ya ndoa. Leo tuangalie kipengele kingine ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekisema ndani ya Qur'ani, waashiruhunna bil ma'rufi, watendeeni, mwishi nao hao wanawake kwa wema, kwa uzuri, kwa huruma. Na kuishi nao kwa wema ndio baadhi ya mambo ambayo hujenga ile thamani ya ndoa tulizungumza pale nyuma. Lakini katika maisha ya ndoa, ndugu muoaji, kuna haki zinahusiana na mume peke yake, lakini kuna haki zinahusiana za mke peke yake, lakini kuna haki ambazo wanashirikiana kati ya mke na mume. Na haki hizi ambazo kapewa mume au kapewa mke zimetajwa ndani mwa Qur'ani kwenye sura ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndani mwa surati Al-Baqara, Allah mtukufu amesema, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'rufi walirijali alayhinna daraja, wanazo hao wanawake mfano wa zile haki ambazo wanazo wanaume. Lakini pamoja ya kuwa mke ana haki na mume ana haki, walirijali alayhinna daraja, mwanamume kwa hao wanawake yeye ana daraja ya juu. Na daraja hii ya juu ambayo kapewa mwanamume ni ya nini? Ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa daraja hii mwanamume ni ya nini? Tutakuja kuona kwenye aya zifuatazo hivi punde. Kwa nini amepewa daraja zaidi mwanamume? Kwa sababu, na hizi haki hizi kusema kweli wanawake inabidi mtusame kidogo, mziridhie, kwa sababu kampa Allah subhanahu wa ta'ala majukumu haya. Allah subhanahu wa ta'ala amempa majukumu mwanamume kwanza anapotaka kuoa, ya kutoa mahari, lakini la pili si tu kutoa mahari, lakini mwanamume ndio msimamizi, kapewa masuhulia, tunasema kapewa usimamizi wa nyumba katika kila nyanja, kapewa usimamizi wa kula, mavazi, haki ya kulinda hiyo nyumba. Lakini mwanamume amepewa nguvu ya kwenda kupigana jihadi inapotokea ya kisheria na mambo kama hayo. Sasa kwa kuwa mwanamume anatoa mali, ana nguvu ya kusimamia chakula, mavazi, afya, kila kitu kinachohusu nyumba, masuhulia hayo kaekewa nani? Kaekewa mwanamume. Basi sheria ikaona huyu mwanamume ana haki, ana haki mwanamume
ya haki katika nyumba bil infaq, kutokana ile kutoa matumizi tu, sio mchezo sio mchezo. Mtoto wa mwenzio aliyezaliwa huko akaleleka huko, afu nakabidhiwa wewe majukumu yako, umlishe, umvishe, alale unapolala, ale unachokula, avae kama unavyovaa wewe, si mchezo. Lakini mwanamume yote kapiga konde moyo. Haya yote anayoyafanya kwa huyu mtoto wa baba mkwe, kwa mukabili wa kitu gani? Yaani anapata nini? Kwa sababu huduma za kijamii Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka thamani yake, faida yake kubwa. Mtu anafanya mambo ya kijamii, thamani yake kubwa ni yeye kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, si sifa za hapa duniani. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia mwanamume, wa fi fi imraatika sadaqa, na kile chakula unachokiweka katika kinywa cha mke wako, kile chakula hicho ni sadaka. Kwa maana yake nini? Huduma zote ambazo mwanamume anazozitoa kwa ajili ya mke huyu, hii ni sadaka. Yaani hailingani kwa mukabili wa kile ambacho atakachofanyiwa mwanamume huyu kutoka kwa huyo mwanamke. Yaani asitarajie malipo ya hapa duniani. Of course labda mke amsifu mume wangu, no, atakusifu, lakini lengo kuu ambayo tarajia nini? Tarajia sadaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amempa majukumu makubwa mwanamume, masuhulia makubwa mwanamume, kwa sababu hii sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ikaweka haki za mwanamume na ikaweka haki za mwanamke na ikaweka haki ambazo mushtarak bainahuma, wanazoshirikiana kwa wawili hao. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, rijalu qawwamuna ala nisa, wanamume ndio wasimamizi kwa wake zao. Kwa nini? Bima fadhala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha baadhi yao dhidi ya wengine. Lakini pia fadhila hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa bima anfaqu min amwalihim, na kutokana na heshima ya kule kutoa kwao zile mali kuwapa hao wanawake. Jamani, ndoa zinatofautiana gharama. Kuna ndoa ya wenzangu na mie mtu anaweza katoa milioni 1, milioni 2 hivyo, milioni 3, lakini kuna ndoa zina gharama kubwa, shekhe wangu, mpaka milioni 100 mpaka. Sasa huyu mtu ambaye katoa mapesa kama hayo kwa nafasi yake, alafu wewe unaenda kumchiti, unaenda kumdharau, unaenda kumbughudhi, unamuona si lolote si chochote. La, hivi angeamua zile pesa zake, mali zake, kufanyia mambo mengine, lakini hapana, karidhika na wewe, kachukua hiyo mirundo ya miela, kaleta kwenye familia yenu, kakuletea wewe. Huyu anapaswa kuheshimiwa. Na kwa sababu hii Allah subhanahu wa ta'ala akaweka utaratibu miongoni mwa haki za mume, mosi ni kutiiwa. Miongoni mwa haki za mume, haki ya kwanza ni kutiiwa. Mume anatakiwa atiiwe katika yale anayoyaamrisha, katika yale anayotaka yatekelezwe, lakini kutiiwa kwenyewe fi ghairi maasiyatillah, si katika taa ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Bani Saadi TV, haki ya kutiiwa mwanamume, haki hii kampa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila, ikiwa hao wanawake watawatiini nyie, basi msiwaache. Kwa utakuta amri imetolewa, maelekezo yametolewa, wanawake wanatakiwa wawatii wanaume zao, wawatii waume zao. Na ndio maana katika hadithi ile mashuhuri
ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa ayun nisa khairun, wanawake gani, wanawake wepi waliokuwa bora, wanawake wepi waliokuwa bora? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema allati, mwanamke aliye bora ni yule ambaye tasurruhu idha nadhara, mwanamume anafurahishwa kwake anapomwangalia huyo mwanamke, watutiuhu idha amar, na mwanamke ambaye anatii pindipo akiamrishwa na mumewe. Leo maasafi shadid, wengi katika wanawake kama sio wote hawako tayari kutii maelekezo, kutii mashauri ya waume zao, kiasi kwamba kunaleta migongano kati yao, kiasi kwamba kunapatikaniwa kuto kuvumiliana, kwa sababu nishamwambia hivi, huyu haivi, usiende, yeye anaenda, usitoke, yeye anatoka, fanya hiki, hafanyi. Kwa hiyo kuna nguvu mbili zinakinzana pale, nguvu ya upande wa kike na nguvu ya upande wa mume. Lakini sheria ya Allah Subhanahu inawataka kina mama wawatii waume zao pindi wakiamrishwa mambo ambayo si ya kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwa ufupi tunazungumza haki za mwanamume, kuna haki za mwanamke, kuna haki za kushirikiana kati yao. Haki ya kwanza ambayo mwanamume anayo kwa wanawake ni kutiiwa. Haki hii ameiweka Allah kwa wanaume watiiwe kutokana na yale ambayo majukumu aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani mwa kitabu chake. Naomba tukomee hapa kwa leo. Haki ya kwanza ambayo mwanamume anatakiwa afanyiwe na atendewe ni haki ya kumtii pindi akiamrisha, akikataza yale ambayo sheria imesema hapana, akasema hii hapana, akiamrisha itekelezwe. Na hili ukiwa unalifanya mwanamke, ukawa unamtii mume wako, kusema ukweli kabisa, hilo jambo linakwenda kujenga thamani ya ndoa. Hakuna mfalme yoyote yule, hakuna kiongozi yote ambaye anapenda yani, au anapenda ikiwa ataasiwa na yule anayemwamrisha. Mwanamume yote yule kama anakuambia jambo afu utekelezi, mwanamume haridhiki, hata kama unamkuta yuko kimya. Kwa hiyo kuwa mwangalifu, usishindane na mume wako, akitoka na wewe unatoka, akikataza wewe unafanya jambo la kukataza. La. Sheria ya Allah Subhanahu inakutaka umtii mwanamume huyo, umtii mume wako. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.